Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 254. Mtazamaji, leo wacha tuelekeze kurunzi yetu moja kwa moja kaunti ya Bungoma, ambapo tunaangazia siasa za kaunti ya Bungoma, ambapo sasa viongozi mbalimbali tayari wameweza kuonesha nia yao ama wameweza kuonyesha njama ya kuweza kuwania kiti cha ugavana huko kaunti ya Bungoma. Na kwenye video hii nitakuwa na kutajia tu baadhi ya viongozi ambao wamekuwa mstari wa mbele na tayari wametangaza kuweza kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Bungoma. Hii ni baada tu iwapo gavana wa kaunti hiyo, na mzungumzia Ken Makelo Lusaka, atakapoondoka mamlakani mwaka wa 2027. Baadhi ya majina tajika ambayo yamekuwa mstari wa mbele ama yameweza kutajwa ukipita kwenye mitandao ya kijamii ni akiwemo yule ambaye ni Mheshimiwa Didmas Barasa ambaye ni mbunge wa Kimilili. Kulingana taarifa za kuaminika kwamba Didmas Barasa ni mojawapo ya viongozi ambao wanapigia upato mkubwa kuweza kuongoza kaunti ya Bungoma. Je, ataweza ama hataweza? Didmas Barasa amekuwa mstari wa mbele mara kwa mara, amekuwa akifanya kazi katika eneo bunge lake la Kimilili, ambapo wengi wamekuwa wakimsifia kuhusiana na mbinu zake za kisiasa na pia maendeleo ambayo yanafanyia kwa wakazi wa eneo la Kimilili. Je, kwa maoni yako, kama wewe ni mkazi kule maeneo ya Bungoma, unafikiria kwamba Didmas Barasa ametosha kuweza kuongoza kaunti ya Bungoma au la? Na je, ni mbinu ipi ambayo Didmas Barasa ataweza kuitumia kuhakikisha kwamba wakazi wa Bungoma wanampigia kura? Mtu mwingine ambaye pia anaangaziwa kwa undani ni aliyekuwa gavana wa kaunti ya Bungoma, na mzungumzia Wycliffe Wangamati. Kumbuka kwamba Wycliffe Wangamati yeye ndiye aliweza kumondoa Makelo Lusaka mamlakani wakati ambapo aliweza kuwania kiti cha ugavana na kuweza kumrusha nje Kenneth Makelo Lusaka. Na Wycliffe anarejea tena kwa mara nyingine wakati ambapo analenga kuweza kubishana na viongozi wakubwa akiwemo Mheshimiwa Didmas Barasa, ambapo wakati ambapo Wycliffe alikuwa gavana wa Bungoma, viongozi kama Didmas Barasa walikuwa hawajulikani, lakini safari hii sasa watakuwa na minyana. Je, wakazi wa Bungoma watakubali tena kuweza kumrejesha Wycliffe Wangamati kuongoza kaunti ya Bungoma ama itakuwa ni ngumu? Taarifa zikieleza kwamba sababu ambayo iliweza kufanya Wycliffe Wangamati kuweza kuondolewa ni kwamba kuna mambo ambayo alikuwa anafanya wakati ambapo alikuwa anaongoza kaunti ya Bungoma, hasa kuhusiana na swala la matumizi ya pesa, ambapo inadaiwa na inasemekana kwamba Wycliffe Wangamati alikuwa hakuli na wale ambao ni wandani wake ambao watu ambao walikuwa wanamzingira, kwani yeye alikuwa anaiba, lakini alikuwa anakula pesa akiwa peke yake bila kuweza kusaidia wale ambao walikuwa wanamzingira ama ambao waliweza kumsaidia yeye akateuliwa kama gavana wa Bungoma. Kiongozi mwingine ambaye anamulikwa kwa undani ni Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Tim Wanyonyi aliwahi kuhudumu kama mbunge wa Westlands na sasa ametangaza peupe kwamba atakuwa anawania kiti cha ugavana kaunti ya Bungoma. Kumbuka huyu ni ndugu yake yule ambaye ni Mheshimiwa Wetangula, na ambapo sasa Tim Wanyonyi anatoka kwa Nairobi na atakuwa anarejea kule maeneo ya Bungoma kuweza kuwania kiti cha ugavana. Je, Tim Wanyonyi ataweza kumfunika yule ambaye ni Mheshimiwa Didmas Barasa ama itakuwa ngumu? Ambapo wengi wanasema kwamba huenda Tim Wanyonyi iwapo hataweza kubadilisha mbinu yake ya kisiasa, basi itakuwa ni ngumu sana kuweza kuwa gavana wa kaunti ya Bungoma, ambapo wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba wakazi wa Bungoma wanapenda kiongozi ambaye huwa anawachekesha na kiongozi ambaye huwa anatangamana na wakazi mara nyingi kama anavyofanya Mheshimiwa Didmas Barasa. Je, kama wewe ni mkazi wa kaunti ya Bungoma, unafikiri kwamba kati ya viongozi hao watatu ni nani ambaye ako na uwezo mkubwa wa kuweza kuongoza kaunti ya Bungoma? La msingi hakikisha kwamba umesubscribe ndani ya Bambika Media 254 ili uweze kupata habari motomoto pindi zinapotukia. Na kwenye video yetu hapo next, na ningependa tuweza kupata comment yako pale ili tujue video ni ya next, na ningependa tuweze kuangazia kaunti. Wakati Mungu alikuwa anatafuta kiongozi, when God was looking for the king, wale ambao walikuwa karibu na yeye akawaambia, leta mtu tumwagilie mafuta akuwe king. Wale ambao walikuwa karibu na Mungu wakaangalia, wakatumia macho ya wanadamu, wakaangalia mtu ambaye alikuwa na mwili kama ya mattress huyu, akasema huyu aletwe. Huyo mattress, mtu kama mattress huyo akaletwa, lakini mafuta, Biblia inasema alijaribu kumwaga mafuta haikutoka. Wakaleta mpaka wakasemekana ati wameisha, ule tu amebaki ni mtu tu ako na kilo kama ya kulukuru anachunga ng'ombe huko. Sasa huyo ndio walileta, ndio mafuta ikamwagika ikateremka. So wakati mwingine macho ya mwanadamu can mislead, but God does his own things, and God is not a human being.
Mungu anatenda kulingana na moyo wake vile yeye ameona. Watu wangu wa Kimilili na watu ya Bungoma, our ambitions should not divide us. Whether you like it or not, kiongozi mwenye Mungu amegalia mkono atapatikana. Na hii kiti ya gavana ya Bungoma hatuombi kwa fujo, tunaomba tu polepole. Na hakuna yule ambaye ameambiwa sasa wewe usisimame. Sasa wale wanalia watu hii kiti mmekuwa hapa Kimilili mpaka iende Sirisia, iende sijui Webuye West, muambie Dan kama anataka kwenda Webuye West yeye asimame, akitaka huyo Waluke kama anataka aende kwake asimame. Kila mtu atasimama, hakuna mwenye amezuiliwa asisimame, lakini baadaye wananchi wa Bungoma wanafanya maana gani? Wataamua. Kwa sababu hii marafiki zangu ambao nimeingia nao kwa siasa, wengi walikuwa mbele yangu. Ile kukosa kunipenda ni chuki tu kidogo, ile yenye kama uko kijana alafu umerepeat kwa darasa, mdogo amekupita, unakasirika tu. Unajua hii dunia watu wanaishi kulingana na urefu ya akili yao. Ama namna gani? Hakuna Bungoma hii mali sijaenda. Na popote penye nimeenda, wananchi hawa ndio wenye kumwakilisha Mwenyezi Mungu. When God wants to communicate something, he communicates kupitia kwa wananchi hawa. Zamani wakati Yesu Kristo alikuwa hai, ilikuwa hauwezi enda kwa Mungu direct. Hii mabroka wa kuzuia watu hawa hawajaanza saa hii duniani hapa. Hata mbinguni huko zamani walikuwepo. Lakini wakati Yesu alikufa, ndio tukakuwa na direct connection. That today, ukiweka magoti yako chini, ukiomba, maombi yako inafika kwa Mwenyezi Mungu.